Na somo letu lina kichwa kinachosema ishara ya kutoka. Ishara ya kutoka. Mungu amezungumza ishara nyingi katika Biblia. Nyingi sana. Ya kwanza kutajwa iko kwenye kitabu cha Mwanzo. Na ni Mwanzo 1 mstari wa 14 na 15, akiweka jua, mwezi na nyota. Akasema hizo ndizo ishara. Kwenye Kiswahili ambacho huenda ukawa nacho imetumia neno dalili. Neno hilo hilo tu limetafsiriwa kwenye Kiswahili kama dalili na tafsiri zingine kama ishara. Oath, neno la Kiebrania, kwamba jua na mwezi na nyota ziwe ndio dalili ama ishara ya usiku na nini na mchana na majira na mwaka. Hata sasa hivi nikisema ni usiku ama ni mchana, unasemaje? Unasemaje? Kwa nini unasema ni mchana? Kwa nini unasema ni mchana? Kwa sababu kuna ishara ya mchana. Na ishara ya mchana ni nini? Jua. Hicho ndicho kinafanya iitwe mchana. Iitwe mchana. Kwa hiyo jua likizama usiku, na usiku una dalili yake, una ishara yake. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza hilo neno kwenye Biblia linatajwa likitupatia mianga hii mikubwa miwili, jua na mwezi, halafu na nyota, kwamba ziwe ndio dalili, ndio ishara, mchana na usiku na majira na miaka. Hakuna akili ya mwanadamu mpaka leo imeonyesha ishara hizo. Hakuna. Ishara ya pili inayotajwa katika Biblia, ishara hii inatajwa katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 9. Katika sura hii ya 9 kuna ishara ya pili, na ni wakati wa gharika. Wale wanaoendelea kusoma Biblia kwa mpango wanaweza wakaona kabisa, maana tuko hapo, tuko kwenye hizi sura za gharika. Hebu sikiliza kidogo hapa. Baada ya kutoka katika gharika, na Nuhu, kitu cha kwanza na watoto wake walijenga madhabahu, wakamwabudu Mungu wakitoa kafara, sadaka, wanyama walio safi. Mungu akaweka ishara, oath ya pili. Sikiliza vizuri. Akasema ninaweka upinde wa nini? Wa mvua. Ibilisi ni mchokozi kweli, na ametufundisha shule, anatufundisha ya kwamba upinde wa mvua ni nuru inapobendi. Inapobendi kutoka kwenye aina moja ya mada kwenda aina nyingine, na hiyo moja ni ile ya kimiminika. Na walimu wanatutoa nje, wanachukua kioo, wanakiweka kwenye beseni ama kwenye kalai la maji, halafu ile mionzi ya jua ikipiga pale, halafu zile rangi 7 zinaonekana ukutani. Ibilisi anajaribu kufuta ishara aliyoiweka Mungu, lakini ameisema hivi, ninaweka upinde wa mvua, itakuwa ndiyo ishara, dalili, sitaangamiza dunia tena kwa maji. Hiyo ni ishara hiyo, na inatajwa hapa. Lakini kwa huyo ambaye anatajwa Agano la Kale, anatajwa vitabu vya manabii, anatajwa Agano Jipya na nyaraka, aliyeshehena sana. Msinipunguzie. Pastor Shtunguru Maduka, naomba fundi mitambo tuwasiliane na mimi. Tatoa adhabu saa hii. Yaani visishikwe, viache hivyo mpaka tutazamane kwa macho. Haleluya. Sije kawa tunajaribu microphone test.
Kiona anasema tunajaribu. Kwa hivyo Ibrahimu anayejaa kwenye Biblia, Mungu alimpa ishara kadhaa, na ishara mojawapo ni ya tohara katika Mwanzo sura ya 17. Watoto wote wa kiume watairiwa, ishara ya agano ya uhusiano wake na Ibrahimu na taifa la uzao wake. Ishara ukisoma zaidi katika kitabu cha Kutoka 30:1 anatoa tena Sabato kuwa ishara. Anasema itakuwa ishara kati yenu na mimi. Anaieleza hivyo. Ndio maana nabii Ezekieli ameirudia katika Ezekieli 20:12 na Ezekieli 20:20, na aliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati yangu na ninyi, pate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu ni watakasa. Kwa hiyo ameiweka hiyo siku ya 7 ya juma ibaki kuwa ishara, yani hiyo siku kila juma ameiweka iwe ishara. Siku ya kwanza, ya siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6. Halafu anasema njoeni tena, ingieni kwenye ishara inayosema sisi na yeye ndiye aliyetuumba na ndio pekee muumbaji wetu na anayetutawala, anayetumiliki. Kwa hiyo akaiweka siku ya 7 ya juma. Usiniulize kwa nini kuna ishara kando na siku ya 7 leo. Mimi ninakupitisha tu kwa kila ambacho Mungu ameweka ishara. Usisahau somo letu linasema ishara ya kutoka. Ishara ya kutoka. Lakini si tu katika maisha ya Ibrahimu, hata mfalme Ahazi katika Isaya sura ya 7 na mstari wa 14, Mungu alimwambia Isaya, nenda umwambie Ahazi nitafanya mambo kwa utawala wake katika nchi ya Yuda. Ujumbe wenye matumaini, akamwambia jitakie ishara basi, iwe ni ya juu sana, iwe ni ya wapi. Lakini Ahazi akasema hapana, mimi sitataka ishara. Ndipo Mungu akamwambia Isaya, mwambie ishara hii. Ule mstari wa 14, anakuja mtoto atakayezaliwa, ninamweka kuwa ishara, na jina lake ataitwa Immanuel. Maneno mawili ya Kiebrania. Eli ni Mungu, imani pamoja na sana. Anachoeleza huyu ni ishara ya Mungu yuko pamoja nasi. Na kwa sababu Ahazi alikuwa amevunjika moyo, amekata tamaa, anadhani huenda yuko peke yake, mtoto atakuja kuzaliwa na atakuwa ishara. Ukiacha agano la kale, agano jipya lina ishara. Ukitaka ujue kuja kwa Yesu kumekaribia kiasi gani, ametaja Mathayo, ametaja Marko, ametaja Luka, ameandika, tunazita ishara za kuja kwa Yesu. Na sio tu sisi tunaosema hivyo, ila alikuwa anajibu swali. Katika ile Mathayo 24 mstari ule wa 3, wanafunzi wakamwambia, tuambie nini dalili ama ishara ya mwisho wa dunia, kuja kwako na mwisho wa dunia. Maana aliwaambia, mnaona hilo hekalu, hakuna jiwe litakalo baki bila kuvunjwa. Wanafunzi wakasema, tunataka kujua hizo dalili, hiyo ishara, yani tukiziona tunajua inakwenda kuvunjwa, hakuna jiwe takayosalia. Tupatie ishara, patie dalili. Na hizo zinazungumzia hiyo Mathayo sura 24. Ukisoma hiyo sura yote, Yesu akazungumza dalili za matukio makubwa 3. Moja, kuanguka kwa Yerusalemu katika mwaka wa 70. 2, tukio la wakati wa zama za giza, wakati ambapo kanisa liliwahi kuchukua hatamu za kiserikali
kanisa la Kikristo, wakati ambako maamuzi ya vikao vya kibinadamu yalijaribu kuwa juu ya alichosema Mungu, na alieleza hapo ndani ya kipindi hicho. Lakini pia tukio la tatu ni tukio hasa ambalo wewe na mimi tunaishi ndani ya kipindi hicho, wakati wa mwisho wa dunia. Kwa hiyo unaposoma ile Mathayo 24, ile Marko, ile Luka, Yesu aliyachanganya yote matatu pamoja. Ndio maana anaposema ombeni kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato, anachoeleza, anajua siku hiyo mtakuwa katika ibada na watazingirwa, akizungumzia habari za Tito mwaka wa 70. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao. Sio kwamba kunyonyesha ni laana ama kuwa ujauzito ni kukosea, ila anajua pirika wakati wa Tito na mtu anayenyonyesha na mjamzito. Lakini anapozungumzia mwezi utakuwa kama damu na jua litatoa nuru yake, na anazindua ishara ya wakati wa mwisho. Hivyo kuna matukio ambayo ameyachanganya hapo katika haya matatu, ila nataka ujue hiyo yote nazungumzia ishara, dalili za kuja kwa Yesu. Ndiposa Luka akamnukuu, anaandika, anasema Yesu akasema, myaonapo hayo changamkeni, mkainue vichwa vyenu. Wapi? Mbinguni. Kwa maana nani sasa? Kwa maana nini? Wokovu wenu umekaribia. Hapa anazungumzia matetemeko, hapa anazungumzia vita, hapa anazungumzia njaa, hapa anazungumzia tauni. Maana ya tauni ni magonjwa yanayotisha, yasiyokuwa na udhibiti katika akili ya mwanadamu, na yanayotambaa eneo kubwa la dunia. Na ndiposa unaiona COVID-19 na magonjwa mengine ya kutisha. Anasema mnapoyaona hayo, waambieni wakazi wa dunia, karibu Mwokozi wenu anakuja. Kwa hiyo wakati dunia wenyewe wanaangalia tu, ni hali ya kawaida. Kulikuwa na influenza huko nyuma, kulikuwa na black spot huko nyuma, kulikuwa na Spanish flu huko nyuma, kulikuwa na, yani wanajaribu kutufanya hivi, wanachotafuta ni kutueleza hivi, hata uviko 19 nao utapita tu, hakuna shida. Hey, inua kichwa chako, Yesu yuaja. Kwa hiyo unapozungumzia ishara, maana yake ukiona hiyo usikodolee macho ishara. Toa macho hapo, peleka macho yako wapi? Ndio kazi ya ishara. Ukitembea barabarani unakuta ishara. Ishara ndio watu natia moyo watu wa Kibaigwa. Wekeni ishara kanisa la Kibaigwa lilipo. Watu wa Kibaigwa mpo? Weka kibao. Sio watu wanatafuta. Hata kuna vibao vinaelekeza watu kwenda kwa choo. Kama kwenda kwenye choo, wanasema choo cha kulipia kiko hapa. Je, kanisa? Haleluya. Wangapi wamechukia? Mpo? Sasa pasa naanza kwenda chumbani. Niko sebuleni bado. Kwa hiyo ukizungumzia ishara, kiona kuna matetemeko, hata hivi karibuni ilipiga Dodoma, waipita uende, siwezi kujua mpaka hapa. Sio kwamba sasa akili yetu iende kwenye tetemeko, baadaye ikija iliyopiga kwenye vile visiwa ambavyo taarifa habari vinaelezea, sio kwamba akili zetu zikazike pale. Acha wanaoshughulika nayo washughulike, lakini Wakristo wanajua matetemeko yanatoa ishara tu, ni kwamba kuna jambo kubwa linakuja. Tukiona vita taifa na taifa katika kitisho cha Marekani na Urusi sasa hivi juu ya kushughulikia ile nchi pale, unapoona wanaweka hivyo vikosi na mazoezi kama vile ya kivamizi, wewe unajua hiyo ni ishara. Ukiona njaa ni ishara, ukiona vita ni ishara. Lakini ishara ya nini? Yesu yuaja na mawingu. Na hiyo inatueleza nini? Inua kichwa chako, maana yake akili yako itoke duniani, kaza macho yako kule juu. Yesu yuaja tena. Hii ni habari njema kwa sababu ya kwamba zinatuonesha Yesu anakuja.
Sio kwamba tunafurahi watu wakifa kwa matetemeko, sio kwamba tunafurahi watu wakiuana kwa vita, sio kwamba tunafurahi kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya magonjwa. Hapana, ila kuna picha pana sana. Yesu anakuja. Hicho ndicho kinatufanya tunapofiwa na wapenzi wetu na wenzi wetu na ndugu zetu na marafiki zetu na majirani zetu, kweli amekufa kwa sababu ya ugonjwa, amekufa kwa sababu ya hivi, ila tunapoona kwenye vyombo vya habari wanaokufa katika vita, risasi na nini, ndio maana siku zote tunawaambieni watu wa Bwana ya kwamba hatuwezi kutegemea serikali za dunia zituhubirie juu ya amani, maana wanaosema amani ikae ndio wanaongeza uzalishaji wa shehena za vita, ndio wanaotengeneza mabomu, ndio wanaofanya hiki na kile. Halafu wanafanya tathmini, wanasema tumeuza silaha kwa nchi fulani kwa kiwango cha bilioni za Kimarekani. Sasa kama wana ajenda ya amani, kwa nini wanajenga viwanda vya silaha kana kwamba hizo silaha ni za kuua mbu? Haziui mbu hizo silaha, zinalenga wanadamu wenzetu. Kwa hivyo hatuwezi kuegemea hapa. Kuna ishara moja ya pekee. Hebu sikiliza, soma hii, inahitaji uweze kusoma hapa katika kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 29 na 30. Ninaamini kuna wireless hizo microphone na uweze kusoma kwa sauti, kwa sababu ishara ya kutoka sasa tunahitaji kuona. Kuna ishara ambayo wewe na mimi tumepewa, na hiyo ni ishara ya kutoka, ili tuwe kwenye mwendo na tuweze kwenda hapo tunakoinua vichwa vyetu. Kutoka inatupatia ishara, na ishara hii ni ishara ya kutoka. Kitabu hiki cha Luka Injili sura ya 11 na mstari wa 29 na 30 inasema, ndio alianza kusema kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, kama alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Hivyo hiyo ndiyo ishara kwa kizazi hiki. Na unajua anazungumzia ishara ya Yona aliyokaa kwenye tumbo la nyangumi, yuko ndani ya tumbo la samaki, samaki yuko majini siku 3, halafu ni mzima, halafu anapumua, hata mimi sijui, lakini aliyemweka kule ndio anasema ilikuwa ni ishara. Na Yesu anasema hiyo ndio ishara atakayowapa kizazi hiki, ishara ya kuwa ndani ya moyo wa nchi kwa siku 3 kisha itoke. Kwa hivyo anachokieleza, anatupatia ishara ya ukombozi. Sasa vinahusianaje na somo letu? Rudi tena uweze kuona jambo hili kwamba hiyo ndio ishara ya kutoka. Rudi kitabu cha Kutoka sura ile ya 3, halafu usome ule mstari wa 10 hadi 12. Tulisoma hapa, lakini vizuri tukasoma tena. Ishara ya kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12. Neno la Bwana linasema, haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, nitakupeleka kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu, ndio hawa wana wa Israeli katika Misri. Sawa. Musa akamwambia Mungu, kamuuliza, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Mimi ni nani mimi nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Hiyo usiwe na wasiwasi, mimi nitakuwa pamoja nawe. Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii ndiyo dalili, hii ndiyo ishara. Yaani anamweleza dalili, ishara yenyewe ya kwamba mimi nimefanyaje, nimefanyaje, nimekutuma. Ndiyo hii. Ipi msomaji? Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu. Umeingia ngapi? 13. Wewe
Roho ya msomaji na ya mhubiri lazima iwe moja. Nilisema 10 hadi 12. Biblia inasema hii ndiyo ishara ya kwamba nimekutuma uwatoe watu wa Israeli katika nchi ya wapi? Ishara waliopewa ni hii. Mtakapokwisha kutoka katika nchi ya wapi? Mtafanyaje? Mtaniabudu katika mlima huu. Ni mlima gani huu? Wa Kilimanjaro, mlima wa Meru. Mlima huu walikutania na Musa wapi? Musa alikutana na Mungu wapi? Ile Kutoka sura ya 5. Kweli hao ndio amujure mlima. Mlima wa Sinai, Horeb. Kutoka inaeleza alikuwa anachunga kondoo wa baba mkwe wake Yethro. Pale ndiko aliona kichaka kinawaka kiteketei, na anamwambia mkitoka tu katika nchi ya Misri, ishara ni hii, tukutane Sinai. Hapa mtaniabudu. Hamuji kwa jambo jingine, njoeni mniabudu hapa. Na hiyo ndiyo dalili, ndiyo ishara hiyo. Sasa nikaa najiuliza, dalili gani hiyo sasa ambayo Mungu anaitoa? Waje uone jambo la pekee sana ambalo Mungu alifanya. Na unajua ni pale Sinai kwenye Kutoka sura ya 19, baada ya miezi 3 walitua Sinai. Ndio mstari wa 1 mpaka wa 3 unaeleza. Na Mungu akamwambia Musa, nenda waambie Israeli, mmeona nilivyowafanyia Wamisri, nikawatoa katika mbawa za tai. Mmeona? Sasa ninyi mkishika maagizo yangu, ndipo mtakuwa tunu kwangu kweli kweli, kuhani wa kifalme, miliki yangu, maana dunia yote ni mali yangu pia. Sinai pale ndipo Mungu aliumba upya taifa la Israeli. Nisikizeni vizuri, na anasema Sinai pale ndipo alipotoa wazo la utumwa akilini mwao, ndipo anatengeneza taifa la Israeli, ndipo analitaka liwe taifa lake. Kwa lugha nyingine, kuzaliwa kwa taifa la Israeli kunazaliwa Sinai. Pale ndipo aliponena nao mkutano mzima, ile Kutoka sura ya 20, akahubiri zile amri 10. Pale ndipo alipofanya agano nao, wakawa watu wake, akawa Mungu wao, akawapa sheria, akawapa maagizo, akawapa mausia, akawapa amri, akawapa mashuhuda. Hapo Sinai ndipo alipoumba taifa kuwa la kwake, kuwa watu wa miliki ya Bwana. Kabla hawajaenda nchi ya Kanaani, lazima wawe na sifa ya kuwa wa kwake. Hapo alifanya agano la damu nao. Sinai ndiko alikowaambia, mnifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Kwenye ile Kutoka 25 na mstari wa 8 na wa 9, kuanzia hapo mpaka Kutoka sura ya 40, anaelezea mpango mzima wa vile vifaa na huduma zake na makuhani watakavyofanya na jinsi huduma itakavyofanyika, inayolenga kuwatoa watu kwenye utumwa wa dhambi. Kwa hiyo Sinai inawaeleza hivi, Mungu hajasema kuwakomboa hasa kwa kutoka kwa Farao, lakini alikuwa na ajenda kuwatoa kwenye dhambi. Na hivyo ilikuwa ndio ajenda yake. Waje tukutane Horeb, niwaeleze kilio chao mpaka nikashuka, sio kutoka kwenye mikono ya Farao, ila kuwatoa dhambini. Nifanyieni patakatifu nipate kukaa kati yao. Hapo ndipo aliwaeleza namna anavyokwenda kuwabagua na kuwatenga na dhambi, sio tena na Wamisri, na dhambi. Ishara ya kutoka inahusu kuwatenga na dhambi za dunia.
Fumba macho tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba neno lako nalonena nasi mchana wa leo lilenge kututenga na dhambi, tukawe watu wako, hasa watakaoitwa kwa jina lako, Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Katika ishara hii kuna sehemu ambayo wewe na mimi tunatazamiwa na Mungu kuitenda. Imefunuliwa kwa sehemu kwenye kitabu cha Kutoka ili tukutane na ishara ya Yona. Sikiza vizuri. Katika mlima wa Golgotha, Kalvari, mlima wa Sinai na Kalvari ni milima inayofanana kwa ajenda inayofunuliwa na neno la Bwana. Na ili Israeli wafike pale, wakati Mungu anachukua hatua za kuwatoa kwa Farao, Mungu achukue hatua tayari za kuwatoa dhambini. Israeli walikuwa wana sehemu yao ya kufanya, na hii ndio inahitaji uweze kusikia. Iligharimu utendaji wa ajabu wa Mungu. Nenda Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 20 mpaka mstari wa 22. Hebu soma hapo. Utendaji mkuu wa Mungu wa kuwatoa ili waje hapa Horebu awatenge. Nasikiza ndugu zangu wapendwa, Kumbukumbu la Torati hiyo sura ya 6 na mstari wa 20 hadi mstari wa 22. Neno la Mungu linasemaje hapa? Biblia inasema, zamani zijazo atakapokuuliza mwanao, mtoto wako atakapokuuliza akikwambiaje, ni nini mashuhudizo na amri na hukumu alizoagiza Bwana? Nini maana ya maagizo yote haya? Amri, shuhuda, maagizo, hivi nini maana yote? Watoto watauliza, sheria zote hizi, amri zote hizi, maagizo yote haya, shuhuda hizi zote, nini maana yake? Utakapoulizwa, wapatieni majibu haya. Yapi msomaji? Ndipo umwambie mwanao, mwambie mtoto wako, tulikuwa watumwa wa Farao huko Misri. Tulikuwa watumwa wa Farao kule Misri. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu. Alitutoa kwa kutumia mkono wa nini? Wa nguvu. Waambieni watoto. Sikizeni ndugu zangu wapendwa, kwa nini Mungu alitupatia maagizo, ametupatia sheria, ametupatia amri, ametupatia ushuhuda? Tuwaambie watoto tu, tulikuwa watumwa wa dhambi. Haleluya. Akatutoa kwa mkono wa nini msomaji? Mkono wa nguvu. Fungu linasemaje? Mpaka 22. Mstari wa 22. Bwana akaonya ishara na maajabu. Bwana akaonya, yani maana yake akaonyesha. Katika kuonyesha kwenye kushughulika, ishara na maajabu siku ile makubwa mazito juu ya Misri, katika nchi ya Misri, na juu ya Farao, na Farao mwenyewe, na juu ya nyumba yake yote, mbele ya macho yetu. Yani Waisraeli wao walikuwa wanayaona tu hayo mambo makubwa ya Mungu, mazito ya Bwana, maonyo ya Bwana, ishara za Bwana, maajabu ya Bwana mbele ya macho yetu. Waambieni watoto ambao hawakuwepo Misri, wajulisheni, tuliona kwa macho. Tuliona kwa macho. Ndio maana sheria yake ni njema, amri zake ni takatifu, maana tunajua madhara ya dhambi. Bwana ametupatia taratibu yenye kuonyesha tumekombolewa. Waambieni watoto wenu kile tulichoona, tulivyotoka kwa mkono wa nguvu. Waambieni. Unajua watu wa Mungu wengi leo hawawezi kueleza watoto wao kwa nini Mungu anataka tusiimbe, kwa nini Mungu anataka tusizini, kwa nini Mungu anataka tusiseme uongo, kwa nini Mungu anataka tusishuhudie jirani uongo. Hatuna maelezo zaidi ya hapo.
Biblia inasema waambieni watoto. Mungu amesema usiibe, kwa sababu gharama ya dhambi, gharama ya wizi, gharama ya zinaa, gharama ya kusema uongo ni dhambi itakayotua. Waambieni watoto dhambi inavyotesa na inavyoua. Waambieni watoto wenu. Biblia inasemaje msomaji? Mstari wa 22. Bwana akaonya ishara na maajabu. Akaonya ishara na maajabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote, mbele ya nini? Mbele ya macho yetu. Aliwatoa kwa mkono wa nguvu, aliwatoa kwa ishara na maajabu mazito makubwa mbele ya macho yao. Biblia ina rekodi kwenye kitabu hicho cha Kutoka mapigo 10. Mapigo mangapi? La kwanza ilikuwa ni maji kuwa damu. La pili vyura, kareta vyura, kila mahali kanyaga ni chura, kirara ni chura, jikoni ni chura, vyombo vya kupikia vyura kila mahala. Pigo la 3 akaleta chawa, na mavumbi yote ya Misri yakawa chawa. Pigo la 4 kaleta inzi, yaani inzi wenye kilo, wala ambao wanaitwa inzi wa kizungu, wamenawili lakini wenye madhara makubwa, ambao waking'ata unasikia uchungu kama vile wana sumu. Na kweli hizi hao. Pigo la 4 akaleta pigo la 5 majipu yanafura, yanaumuka kama yamewekewa amira. Pigo la 6 akaleta mvua ya mawe yakashusha matawi na majani, piga kila mimea, piga wanyama waliokuwa nje. Pigo la 7 akaleta nzige. Pigo la 8 nzige wakamalizia kilichosaswa na yale mvua ya mawe. Akaleta pigo la 10 giza la kupapasa siku hizo 3. Yaani Mungu aka lockdown nchi kwa siku 3. Watu wanazungumzia lockdown, hawajui Mungu aliwahi lockdown nchi ya Misri kwa siku 3. Na Biblia inasema hata kutoa mguu huwezi kutoa, maana giza, na lile giza haliwezi kuondolewa kwa tochi wala kwa TANESCO. Giza ambalo ukichukua kijinga cha moto hakilifukuzi. Kwa Wamisri, Waisraeli ni nuru. Kwa Wamisri aka lockdown, hakuna aliyetoka. Biblia inasema hakuna aliyetoka sehemu aliyokuwa. Kwa hiyo shughuli zote za uchumi zilikuwa locked down. Nchi ilisimama kwa siku 5. Halafu ndipo akaja akamalizia lile ambalo ni la ajabu zaidi. Lakini nataka nikupitishe yale mapigo 3 ya kwanza yalikuwa yanasumbua kidogo. 3 yaliyofuata yakaongezeka uchungu. 3 ya mwisho yalitishia uhai, na la 10 hili kila mtu afanye maamuzi, kwa sababu lilikuwa ni pigo la kifo. Sasa wakati yale 3 ya kwanza yanaanza maji kuwa damu, kisha akaleta vyura. Yaani ni usumbufu fulani tu Mungu alikuwa anauleta kwanza. Halafu la 3 akaleta chawa. Halafu baada ya hayo mapigo 3, nenda Kutoka sura ya 8 na usome mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Pigo la 4 kabla halijaanza, Mungu akaweka mipaka. Waje uone sasa hapa kidogo. Kitabu cha Kutoka sura ya 8 na ule mstari wa 22 hadi mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, nami siku hiyo nitatenga nchi ya Goshen. Sasa Mungu anaanza kuitenga nchi ya Goshen kuanzia pigo lile la 4. Sikiliza sasa, ninaanza kuweka utengano. Watu wangu wanayokaa, ndio ili hao mainzi wasiwe huko.
mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. ndiyo Nami nitatia mpaka kati ya watu wangu na watu wako. Ishara hiyo italetwa kesho. Kesho, hiyo ishara ya kuweka mipaka. Mungu akasema kesho naanza kuweka mipaka Gosheni na Misri na sehemu yote ya Misri. Kwa hiyo kuanzia pigo la 4 wataishia tu kuliona ng'ambo pekee. Na sasa kwa sababu ameingiza gia sasa ile inayohitaji nguvu, zile za usumbufu wa kawaida ameanzana nazo, anaingia zile zinazoleta kuleta hofu kana na utisho zaidi, na akianza na inzi. Mstari wa 25 na mstari wa 26, hebu soma usikie. Mstari wa 24, Bwana akafanya wakaja wingi wa mainzi kwa uzito sana. Nenda 25 na 26. Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia. Kawaambiaje? Endeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi hii. Nenda ukamtolee Mungu kitu gani? Dhabihu. Wapi? Ndani ya nchi. Sasa sikiliza, Mungu alipoingiza ile pigo la 4, Biblia inasema watu wakasema nchi imeharibika. Yaani unajua zile inzi zile nchi iliharibika kwa sababu ya inzi. Kwa mara ya kwanza Farao akaona hali ni mbaya, akaanza kwenda kwenye meza ya mjadala. Na sasa sikiliza, pale ambapo Ibilisi anapoita watu wa Mungu afanye majadala nao na makubaliano, yani maridhiano, compromisation. Sasa mjadala unakuja mezani. Musa na Haruni, njoeni. Hebu sikiliza sasa, ninawaruhusu mtoke. Hebu soma mstari wa 27 usikie. Mstari wa 27. Tutakwenda safari ya siku 3 jangwani. Tutaenda safari ya siku 3 jangwani. Tumchinjie dhabihu Bwana. Tutamchinjia Bwana dhabihu kule. Mungu wetu kama atakavyotuagiza. Kwa nini wanasema Musa anakataa? Mstari wa 26 unasema Farao aliwaambia hivi, fanyeni ibada kwa Mungu wenu. Wapi? Wapi? Kibaigwa. Fanyeni ibada ya Mungu wenu ndani ya nchi ya Misri, msiende. Na unajua Mungu alisema watoe hao watu, dalili yao ni hii, wataniabudu kwenye mlima ule wa Sinai. Farao anasema hivi, nimekubali katika lile pigo la 4, lakini fanyeni ibada kwa Mungu wenu katika nchi yetu ya Misri. Hapo sikiliza vizuri, pendekezo la shetani ni baya kweli kweli. Kwa nini ni baya? Kwa sababu ninachosema ni hivi, hebu fungueni akili zenu. Ibada inawezekana tu katika nchi ya Misri. Mnaweza mkamwabudu Mungu wenu katika nchi ya Misri. Maana yake msitoke, msijitenge na taifa la Misri, ila fanyeni ibada humu ndani. Ukristo uliopevuka akili wanafanya humu ndani. Panueni akili zenu na muone inachowezekana. Fanyeni ibada hapa. Unajua kitabu cha Ibrania sura ya 11 unatueleza jambo moja, mstari wa 8 hadi wa 10. Ibrahimu na Isaka na Yakobo wao waliishi kwenye hema, na unajua lugha inayotajwa ya Kiyunani inasema walipiga hema yao nje, na walipiga hema yao nje, yaani hawakupiga ndani. Ndio maana unaona Biblia inamtaja Rutu kwenye kitabu kile cha Mwanzo 14 na kuendelea. Baada ya kutengana na Ibrahimu, yeye akajongeza hema yake Sodoma, lakini ikawa vile kama sio vizuri sana, akaamua kuitoa nje ya Sodoma akaiingiza ndani ya Sodoma. Kwa hiyo yeye akapiga hema ndani ya Sodoma, akajenga ndani ya Sodoma. Ibrahimu yeye alikuwa anatembea, anatoka na huko anapiga hema nje. Abraham camped out. Yeye alipiga hema nje ya dunia ya wakati ule, na anasonga mbele huko anapiga hema nje. Yeye Rutu yeye akaona huu ni ujinga, akabadilisha hema, akajenga orofa ndani ya Sodoma. Mtamuuliza, iligharimu maisha yake? Haligharimu maisha yake, mali yake yote
aliyokuwa anapenda akae ndani ya hema, ndani ya Sodoma vilibaki vikachomeka moto, uzao wake ukapotea, akaacha mataifa mawili maovu, wa Moabu na wa Amoni, waliozaliwa kwa kulala na binti zake wawili, kwa sababu aliingia akajenga ndani ya Sodoma. Na wewe niwaambie, Ibrahimu alikuwa ni tajiri, na Isaka alikuwa tajiri, Yakobo alikuwa ni tajiri, lakini nilichoshangazwa ni hivi, hakuna walikojenga, waliishi kwenye hema. Maana yake ni nini? Haya mafungu yanasema wakakiri ni wasafiri na wapitaji. Nisikizeni ndugu zangu wapendwa, usiwekeze akili yako sana kwenye dunia. Unapojenga nyumba yako, ione kama hema, ione kama hema. Wewe unasafiri na unapita. You are on transit, unapita, unavecha, kama tungesema kwa Kipare, vecha na ndambo. Yaani wewe unapita, unaenda. Usije ukasema nimewekeza mashamba. Unaponunua mashamba, unapanda mikorosho, unanunua chochote, wewe hizo zote unapozifanya, usisahau you are on transit. Unapita. Huko njiani unaenda, huku unalima, huku unafuga, huku unafanya biashara, kama Ibrahimu, kama Isaka, kama Yakobo. Lakini usisahau kila cha dunia hii, wewe unapita. Ni hatari kuwekeza akili yako ukadhani umefika kwenye dunia hii. Haujawahi tajiri kama Ibrahimu, hujawahi fikia tajiri wa Isaka, hujawahi fikia utajiri wa Yakobo, lakini Biblia inasema they lived in a cave. Waliishi kama pastorisian, kama watu ambao wanahama, wanasafiri. Na Biblia inasema kwa nini? Walitazamia mji ambao mwenye kujenga na mwenye kubuni ni Mungu. Weka tiles, piga rangi, weka ceiling board, lakini wakatoona jua hili ni hema, ninapita. Yereze familia yako, hii ni hema tu, inanikinga mvua, inanikinga jua na baridi. Sisi tunasafiri. Sijekaa kama Nebukadreza, je, hii ndio sio Babeli niliyojenga? Akili yetu isiwe kwenye nyumba, isiwe kwenye miradi, isiwe kwa chochote. Huku tunaifanya, huku isiunganishwe na miradi, kwa sababu kuna ishara ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Hii ndio ilikuwa hatari. Wakristo wanapoamua, wanasema wanamwabudu Mungu, lakini wameishi ndani ya Sodoma, wako kwenye dunia.